Waswahili wanasema palipo na changamoto hapakosi mafanikio. Mradi wa shule bora ni mradi wa kiserikali unaofadhiliwa na shirika la misaada la Uingereza kutatua changamoto za kielimu, ambapo Tanzania bara mradi huu unatekelezwa katika mikoa 9 iliyoibuliwa kuwa na changamoto za kielimu. Mkoa wa Tanga ni moja kati ya mikoa 9 yenye changamoto hizo. Kupitia mradi wa shule bora nchini Tanzania umekwenda kutatua changamoto hizo zinazokabili sekta ya elimu. Hapa ni shule ya msingi Mgobe iliyopo halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Wanatueleza kwa namna gani wamenufaika na mradi huu. Naitwa Amrani, nasoma darasa la 5. Niko shule ya Mgobe. Mboga hizi hutupatia faida nyingi, hutupatia fedha na si hapa pia tunakula. Tulikuwa tumechaguliwa kwenye kamati, tukawa tumetolewa watu 6 kamati ya mazingira. Pia tulikuwa na katibu wetu anaitwa Mariam na mimi hapa nikawa naitwa mwenyekiti. Mradi wetu ukaanza, tukaita la 5 la 6, tukaanza kulima. Baada ya kuwa kubwa tukazileta, tukazipanda mpaka sasa hivi zinatusaidia. Kwa majina naitwa Mariam Mustafa, natoka shule ya msingi Mgobe katika wilaya ya Korogwe mkoa wa Tanga. Mimi ni katibu wa klabu ya mazingira. Kwa zamani tulipanda maua na kupendezesha shule yetu. Kwa sasa tumepanda mboga na inakupatia kipato. Kwa mwanafunzi akiumwa, zile pesa tulizopata kwenye klabu ya mazingira au kwenye zile mboga, wanafunzi wanapelekwa nazo hospitalini. Kwa faida tunapata pesa, kupatia ajira kwa sisi wanafunzi. Wanafunzi tunahimiza kuzimwagia, kuzitunza na kuzijengea. Pia walimu pia wanatusaidia kutuhimiza tumwagie hizo mboga na tupatia kipato sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Luciana Leonard Mbwambo, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Mgobe. Na naomba nizungumzie kuhusu mradi wa mazingira kupitia shule bora. Tumepata mradi wa shule bora, tumekuwa miongoni mwa shule ambazo zimechaguliwa katika mradi huo. Kwa ufupi, mradi huu umetunufaisha sana. Kwanza mambo ambayo tumeyafanya kwa kupitia mradi huu, tumekuwa na vitalu vya miti, lakini katika shule yetu sisi tumekuwa sana na vitalu vya miti ya matunda. Tuna mipapai, tuna michungwa, kuna miembe, miparachichi. Kwa hiyo ndio miti ambayo tumefanikiwa kuwa nayo, lakini bado tunaendelea kutafuta miti mingine, mfano miti ya mbao kwa ajili pia ya matumizi mengine hapo baadaye. Lakini pia kikubwa tumenufaika nacho sana ambacho kimekuwa sasa hivi kinaendelea kuzalisha ni bustani za mboga. Tuna mboga mbalimbali, tumepanda chainizi, tumesia mbegu za cabbage, tuna mnavu. Lakini sasa hivi tumeshaanza kuuza mnavu, tumeshaanza kuuza chainizi na tunapata kipato kwa kweli kizuri kupitia bustani hizo, kupitia mboga hizo. Kwa hiyo ni manufaa ambayo tumeyaona au tumeyapata baada ya kupata semina kupitia mradi wa shule bora. Lakini pia sasa hatujaishia hapo tu, kwamba mradi huu umekuwa pia umenufaisha wanafunzi. Wanafunzi wamenufaikaje? Kwanza wamejifunza namna gani ya kuweza kutunza mazingira, lakini pili wamejifunza namna gani wanaweza kujisaidia wao kwenye shughuli mbalimbali baada ya kumaliza hata shule, kwa sababu wanajifunza namna ya kutengeneza vitalu, wanajifunza namna ya kusia mbegu, kupanda mbegu, kuzitunza mpaka zikue, lakini pia wanajifunza namna gani ya kuweza kuuza zile mbegu au mazao wanayoyavuna. Lakini pia kikubwa zaidi, kipato ambacho tunakipata kupitia haya mavuno kinawasaidia wanafunzi. Kwa mfano, hata mwanafunzi ameugua ghafla shuleni, tunatumia fedha zile kumsaidia kabla mzazi wake hajafika. Lakini pia mboga zile zinawasaidia kwenye chakula. Hapa shuleni wanafunzi wanapata chakula cha mchana, wanapata wengine uji wa asubuhi. Kwa hiyo sasa zile mboga zinawasaidia na wenyewe pia kwenye kula. Lakini pia matunda tunayovuna, tunapovuna matunda mengi, kwa mfano sasa hivi tunavuna mapapai, wanafunzi wanakula, walimu tunakula, tunanufaika, lakini pia tunauza, tunapata kipato. Kwa hiyo mimi niseme kwamba tunashukuru sana huu mradi wa mazingira kupitia shule bora ambazo wamezichagua, maana umetunufaisha sana katika shule yetu. Afisa elimu awali na msingi halmashauri ya wilaya ya Korogwe anafafanua zaidi mafanikio kwa ujumla. Katika halmashauri yetu tumepokea mradi wa shule bora, na mradi huu umekuwa wa manufaa makubwa sana
katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa upande wa ufundishaji na ujifunzaji tumekuwa na improvement kubwa sana. Kabla ya mradi tulikuwa na tatizo kubwa sana la wanafunzi kutokujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Lakini baada ya mradi tulipata training, na hiyo training walimu wetu tulichukua walimu kutoka katika shule zetu wakapata mafunzo ya mbinu za ufundishaji na ujifunzaji wa KKK. And then baada ya hapo wakaenda katika shule zao, wakaenda kuwezesha walimu wengine. Baada ya hapo wakatoa maarifa hayo kwa wanafunzi wetu. Kwa hiyo sasa hivi tuna asilimia kubwa sana wanafunzi ambao wanajua kusoma, kuandika na kuhesabu. Roughly kwa sasa hivi tuna zaidi ya 96% ya wanafunzi wanajua kusoma, kuandika na kuhesabu darasa la pili. Lakini vile vile tumepunguza kwa wanafunzi wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu kwa darasa la 3 na la 4, ambapo mwanzoni katika upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 ilikuwa ni janga la kitaifa, na ilikuwa ni aibu kubwa kwa sababu mwanafunzi anafanya upimaji wa kitaifa lakini inabainika kwamba kuna wanafunzi ambao hawajui kusoma, kuandika na kuhesabu. Lakini mradi wa shule bora pia tumeweza kutunufaisha kuweza kupunguza umbali wa wanafunzi kusafiri kutoka nyumbani kwenda shuleni. Tumeanzisha vituo vyetu shikizi. Tulipata training kwa baadhi ya walimu, tukaanzisha vituo shikizi, na vile vituo shikizi vikawa vinapunguza umbali wa wanafunzi kutoka nyumbani kwenda shuleni. Kwa hiyo sasa hivi tuna zaidi ya vituo shikizi 5, ambao tuna kituo kimoja shikizi ambacho kimekuwa na mwitikio mkubwa sana. Wananchi wamejenga majengo mengi, madarasa pamoja na ofisi, na kwa sasa hivi kinaelekea kusajiliwa kuwa shule ya awali na msingi. Kwa hiyo mradi huu umekuwa na matunda makubwa sana, umeweza kutusaidia sana. Lakini katika swala la UWAWA tumepata training ya UWAWA ambako wazazi wamekuwa involved katika kukaa, kupanga na kujadili maendeleo ya shule. Na kabla ya mradi huu tulikuwa hatuna UWAWA, lakini baada ya mradi tukapata training ya UWAWA, tukachukua wajumbe kutoka kwenye shule zetu wakaenda kuwa trained. Baada ya hapo tatizo baadhi ya matatizo tumeweza kuyapunguza sana katika shule zetu, hususan katika swala la chakula shuleni. Lakini pia tumeweza kupata mafanikio mengine pale ambapo tumepata training kwa walimu wetu kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira katika shule zetu na kuweza kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Kwa hiyo tuna walimu kama 32 ambao walipatiwa training hii ya mazingira pamoja na EK, ambako katika shule hizo wameshaanzisha miradi mbalimbali ya utunzaji wa mazingira, ikiwemo kupanda maua na kuweza kupanda miti, lakini pia kuweza kuanzisha bustani ambako wanalima mboga, wanalima matunda, wanalima mahindi, kitu ambacho kimeweza kuwasaidia pia katika kuweza kuongeza kipato cha shule, lakini kuweza kusaidia pia wanafunzi kuweza kupata chakula cha mchana. Kabla ya mafunzo, kwa kweli shule nyingi sana zilikuwa hazifanyi vizuri, lakini baada ya kupata mafunzo haya ya uongozi na utawala, shule nyingi sasa hivi zinafanya vizuri katika usimamizi na utawala, jambo ambalo limekuwa na manufaa makubwa, ambako tumeweza kuona kila siku shule zetu zinabadilisha mazingira yake, yanakuwa bora zaidi, walimu wanawajibika vizuri na performance inapanda. Na katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe tumeona kabisa performance katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi umekuwa ukipanda mwaka hadi mwaka. Mfano mwaka 2022 tulikuwa na ufaulu wa 65%, lakini 2023 tukawa na asilimia kama 69, lakini mwaka 2024 tumeweza kupanda ghafla tukafika asilimia 81, ambako sasa hivi bado tunaendelea pia kupanda. Kwa hiyo hii ni matunda ya mradi wa shule bora.